Kwingineko ni kwamba agizo lililopo la Mahakama Kuu ya kupiga marufuku mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na makamishna kuapishwa halikumzuia Rais William Ruto kuwateua Erastus Edung'o Ethekon na makamishna sita kama tume hiyo ya uchaguzi. Kupitishwa kwa saba hao kumezua hisia mseto nchini, huku Wakenya wakihoji kwa rais alikiuka uamuzi wa mahakama. Mwanahabari wetu Mike Kagongo na taarifa hiyo kikamilifu. Uamuzi wa Rais William Ruto wa kuchapisha kwenye gazeti la serikali uongozi wa Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC jana usiku, kinyume na uamuzi wa mahakama, umeibua sintofahamu miongoni mwa Wakenya ambao sasa wanatilia shaka uamuzi wa tume hiyo ya uchaguzi. Notisi ya gazeti la serikali ilisema uteuzi huo ulifanywa kwa kutekeleza mamlaka yaliyotolewa chini ya kifungu cha 252 cha katiba, kilichosomwa pamoja na kifungu cha 5(2) na aya ya 4 ya ratiba ya kwanza ya sheria ya IEBC. Katika notisi ya gazeti la serikali iliyotolewa Jumanne usiku, Rais Ruto alimteua rasmi Erastus Edung'o Ethekon kwa kipindi cha miaka 6. Notisi hiyo ya gazeti la serikali pia ilithibitisha kuteuliwa kwa Anne Njeri Nderitu, Moses Salutalala Mukhwana, Mary Karen Sarabet, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduor na Fahima Arafat Abdalla kama makamishna wa muhula sawa. Jopo la majaji watatu linalowashirikisha majaji Roslyn Abureli, John Chegeti na Bahati Mwamuye limepanga kusikilizwa kwa ombi lililowasilishwa na mwanaharakati Boniface Mwangi na mpiga kura Kelvin Omondi dhidi ya utaratibu wa mchakato huo mnamo Juni 23 mwaka huu, na hivyo kuzua shaka kuhusu uhalali wa uteuzi huo. Kulingana na ombi hilo, utaratibu wa kuajiri haukuwa wazi ila ulikuwa kinyume na katiba. Kufuatia uamuzi wa awali wa mahakama uliositisha mchakato huo, kamati ya haki na masuala ya kisheria JLAC ilianza mchakato wa uhakiki. Hata hivyo, kutokana na mapendekezo ya bunge la kitaifa, rais aliendelea kuteua uongozi wa IEBC. Mahakama inatarajiwa kuangazia iwapo Rais Ruto alikiuka pendekezo la kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO kwamba vyama vya walio wengi na walio wachache vishauriwe wakati wote wa mchujo. Mike Kagongo, TV 47.